Boniface Mwabukusi atikisa nchi ya Tanzania kwa ujumbe wake mkali baada ya Musa Zungu kuzungumza haya katika mazishi ya Jenista Mhagama. Hujambo na karibu. Katika mazishi ya kumuaga Jenista Mhagama, kauli nzito ilitolewa hadharani mkoani Ruvuma. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu aliwaelekeza mkuu wa mkoa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kumpa ubunge mtoto wa kiume wa marehemu. Haikuwa kauli ya hisia za pole, ilikuwa ni maelekezo ya kisiasa yanayodokeza uridhishwaji wa madaraka ndani ya mfumo unaodaiwa kujengwa juu ya uchaguzi huru na haki. Ndani ya saa chache kauli hiyo ilivuja kinga ya kimya iliyojengeka kwa miaka. Mwanasheria na mwanaharakati Boniface Mwabukusi, ambaye vilevile ni rais wa TLS, alibuka mitandaoni akiweka wazi kile ambacho wengi walikuwa na waza kimoyomoyo, kama bado kuna watu timamu wanaoamini uchaguzi unaweza kuzungumzwa sambamba na uridhishwaji wa vyeo kama hirizi. Hapo ndipo mjadala ulipobadilika kutoka tukio moja hadi taswira pana ya mwelekeo wa taifa. Na kwenye ujumbe wake, Mwabukusi alitaja na kusema kwamba hivi bado tuna watu timamu kweli wanaofikiria uchaguzi na kuridhishana vyeo, nepotism kama hirizi. Uchaguzi wa tume hii na sheria hizi zilizoleta maafa ya mauaji ya kimbari nchini. Nadhani tunahitaji kupelekwa Mirembe kwa utalii wa afya ya kiakili. Ujumbe mkali sana na mzito ulioandikwa naye Boniface Mwabukusi. Spika wa bunge si kiongozi wa chama wala si mamlaka ya uteuzi wa wabunge. Nafasi hiyo inasimamia muhimili wa kutunga sheria na kusimamia serikali kwa niaba ya wananchi. Kauli iliyotolewa Ruvuma ilivuka mipaka ya kiutawala na kisiasa, ilifuta mstari kati ya dola, chama na familia. Ilitoa ishara kwamba mamlaka ya juu yanaweza kuamua hatima ya uwakilishi wa wananchi bila kupitia mchakato wa uchaguzi. Na katika historia ya Tanzania, mgongano wa mihimili ya dola umekuwa chanzo cha migogoro ya kisiasa na kisheria. Na katiba inatambua uchaguzi kama chanzo pekee cha uhalali wa uongozi wa kisiasa. Kauli hiyo kwa uzito wa muhusika aliyeitoa ilionekana kama kuhalalisha dhana kwamba vyeo vinaweza kuridhishwa na mapenzi ya viongozi wachache. Mwabukusi aliunganisha kauli hiyo na historia nzito ya chaguzi zilizopita chini ya tume ya sheria zile. Tanzania imepitia vipindi vya uchaguzi vilivyogubikwa na vurugu, vifo na madai makubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu, hususan katika chaguzi za mitaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Sheria za uchaguzi zilizoendelea kupingwa kwa miaka pamoja na umuundo wa tume ya uchaguzi inadaiwa kukosa uhuru zimeacha majeraha ambayo hayajapona. Kauli ya Ruvuma ilifufua kumbukumbu za damu na maafa ya kisiasa yaliyotokana na mifumo dhaifu ya uchaguzi. Ilionyesha kwamba badala ya kurekebisha msingi huo, uongozi unaonekana kuzunguka kabisa kwa kupendekeza uridhishwaji kama mbadala wa uchaguzi. Uridhishwaji wa madaraka hauji kwa ajali, ni matokeo ya mfumo unaokubali familia, urafiki na utii wa chama kama vigezo vya viongozi ama vya uongozi badala ya ridhaa ya wananchi. Na Tanzania imeona mifano ya watoto wake na ndugu wa viongozi wakipata nafasi za kisiasa na kiutawala kwa kasi iliyoelezeka ama isiyoelezeka kwa msingi wa ushindani wa wazi. Na kauli ya kumpa mtoto wa Jenista Mhagama ubunge ilionekana kama uthibitisho wa wazi wa mwelekeo huo. Ilituma ujumbe kwamba siasa si tena uwanja wa mawazo na sera, bali ni mali inayoweza kuhamishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Baada ya kauli hiyo, ukimya wa taasisi ulikuwa mzito. Hakukuwa na maelezo ya haraka kutoka bungeni na tume ya uchaguzi wala uongozi wa juu wa chama tawala yanayokemea au kufafanua. Ukimya huu uliongeza uzito wa hofu kwamba kauli ile haikuwa ya bahati mbaya, bali ni ishara ya kile kinachokubalika ndani ya mifumo ya juu ya uamuzi. Na katika siasa za Tanzania, ukimya mara nyingi hutumika kama mbinu ya kupima upepo wa umma, na pale ambapo upinzani wa wananchi hauonekani kuwa tishio, maamuzi yenye utata huendelea kimya hadi yanapogeuka kuwa sera au vitendo rasmi.
Kihistoria, matukio ya kitaifa yenye historia kali, mazishi, maombolezo na majanga yamewahi kutumiwa kama majukwaa ya kuhalalisha maamuzi ya kisiasa, na tukio la Ruvuma linaingia katika mkondo huo hatari, ambapo huzuni ya wananchi inageuza fursa ya kusukuma ajenda nzito bila mjadala mpana. Ile linaibua swali la maadili ya uongozi na heshima kwa marehemu na wananchi. Mazishi yaliyopaswa kuwa nafasi ya kuheshimu na tafakari, si jukwaa la kupanga urithi wa kisiasa. Tanzania ni muhimili muhimu katika Afrika ya Mashariki na mshirika wa muda mrefu wa wafadhili wa kimataifa. Rekodi ya demokrasia na utawala wa sheria imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na jumuiya za kikanda na kimataifa, na kauli ya matendo yanayoashiria kurudi nyuma kwa demokrasia huathiri imani ya wawekezaji, washirika wa maendeleo na nafasi ya nchi katika demokrasia na diplomasia ya kikanda. Historia inaonyesha kuwa pale ambapo uchaguzi unapotupiliwa mbali, migogoro ya kisiasa huongezeka na gharama zake ulipo na wananchi wa kikanda ama wa kawaida kupitia uchumi, ajira na uhuru wa kiraia. Kauli ya Mwabukusi kuhusu kuhitaji utalii wa afya ya kiakili haikuwa mzaha. Ilikuwa ni tamko la kukata tamaa kuhusu hali ya fikra ndani ya uongozi. Ilionyesha pengo kati ya uhalisia wa wananchi wanaotamani haki na mfumo unaozidi kujitenga na misingi ya uwajibikaji. Na sauti hiyo imekuwa adimu kwa sababu ya mazingira ya hofu, kukamatwa na kubanwa kwa uhuru wa kujieleza katika miaka ya hivi karibuni. Ndiyo maana ilipopazwa ilipata mwitikio mkubwa. Ilikuwa inasema kile ambacho wengi hawawezi kusema hadharani. Kauli ya Ruvuma haikuwa tukio dogo la maneno, ilikuwa ni ishara ya wazi ya mwelekeo ambao Tanzania inaweza kuchukua ikiwa ukimya utaendelea. Taifa linapokubali uridhishwaji wa vyeo, linavunja mkataba wa kijamii unaowapa wananchi haki ya kuchagua viongozi wao. Mustakabali wa Tanzania unategemea kama jamii itaamua kusimama na kudai uwajibikaji au kukaa kimya na kuruhusu siasa za familia na maelekezo ya juu kuchukua nafasi ya kura. Kimya cha leo kinaweza kuzaa mgogoro wa kesho, na historia inaonyesha kwamba gharama ya kuchelewa kusema huwa kubwa kuliko hatari ya kusema mapema. Tanzania inapokaribia chaguzi zijazo, kivuli cha Ruvuma kitabaki kama onyo lisilo la usingizi kwamba demokrasia inapokufa hufa polepole mbele ya macho ya wale waliodhani hawataathirika. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kusubscribe na kulike na vile vile kushare, bila kusahau kugonga alama ya kengele ili uweze kupata taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.